Usikubali katika nchi yako, kama wewe ni mtawala, kuna watu hawasali, jukumu unabeba wewe vile vile. Usikubali katika maeneo yako ya mtaani, kuna watu wengi hawaonekani kwenye sala, ni hatari kwenye mtaa ule kwamba kuna waovu wengi zaidi kuliko watu wema. Pia usikubali ndani ya nyumba yako kwamba kuna watu wawili watatu swala kwao ni kitu kizito. Usikubali hilo, kwa sababu lazima kuna ukorofi ndani ya nyumba. Kuna watu si waaminifu na kuna watu ambao madhali Mola wao hawakusikia wito wake, basi fahamu kwamba hata roho ya mtu vile vile kuitoa kwao rahisi sana. Seuze mali yako tena na kila kitu chako. Amri ya Mwenyezi Mungu ya sala ndivyo ilivyo hivyo, na misdakan liqauli llahi ta'ala. Usadikisho wote wa hapo unapatikana kwenye tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema kumwambia mtume wake, wa huwa khairu khalqillahi, na ni bora katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. Anamwambiaje? Wa'mur ahlaka bis-salati. Muhammad, hakikisha kwamba unawaamrisha watu wako wote waliokulazimu, hasa wale walio ndani ya nyumba yako unaoishi nao. Amrisha kusali kwa watu wako, toa amri, tena uwe serious. Na wakati unapoamrisha, sio ufanye tokeni 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 halafu wewe mwenyewe unajifungulia chandarua au unakunjua blanketi zaidi kwa kulala. Watajiuliza wale, kama hili jambo lina maana, mbona hekalala? Tutoke tu. Tahamaki watatafuta upenu wowote ule mle ndani mle, kama si mvunguni popote jilala nao vile vile. Au wakitoka nje watakuonyesha wametoka nje, lakini hawendi kuswali kwa sababu halina thamani jambo lenyewe, mbona yeye mwenyewe kalala. Kwa hivyo wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uwe umeshikamana nalo jambo hilo kwa nguvu zote, uonekane ni mfano. Ukiweza kusimamisha swala hii wewe mwenyewe na kuamrisha watu wako waliokulazimu, basi nakwambia kuna baadhi ya mambo kama riziki si kazi yako, tuachie wenyewe, utajionea mambo ya kiajabu. La nas'aluka rizqa, sisi hatukutaki tena wewe riziki. Nahnu narzukuka, sisi ndio tutakakuruzuku, na tuna nguvu iliyokamilika kuipeleka riziki kwa kila kiumbe, nguvu iliyo kamili. Anasema Mwenyezi Mungu katika sura Adh-Dhariyati, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba mimi majini wala binadamu ila kwa jambo moja tu, la kuniabudia mimi peke yangu. Wakati wananiabudu peke yangu, illa liya'budun ma uridu minhum, sitaki mimi kutoka kwao riziki yoyote, wama uridu, wala sitaki mimi kwa ibada hiyo an yut'imuni, kwamba wanilishe, isipokuwa inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu huwa Razzaqu, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Hakadha kwa alifu na lamu, Ar-Razzaqu definite article ameitumia kwa kuwa ni peke yake. Hakumkabidhi ufunguo kuchezea wa riziki hata malaika yoyote yule. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah, huwa Razzaqu, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Tena katika jambo la kuruzuku, wadhifa huo anasema dhul quwwa, mwenye nguvu. Na nguvu zenye nguvu gani? Za muda mfupi au hapa mpaka pale? Almatin, nguvu zilizokuwa zimetimia, madhubuti sana, haziwezi kulinganishwa na nguvu za yoyote. Katika jambo gani? La kutoa riziki. Sasa unaona ibada ya sala ilivyo. Ibada ya sala itaweka amani ya kila kitu, na madhal arzaki pahala zimekuwa ni za wasaa, basi fahamu uadui wote utakuwa umekaa upande kwa binadamu. Yote yenye kusababisha uadui ni riziki bwana, upatikanaji wake riziki. Kama utakuwa ni watabu na mashaka, basi chanzo sasa cha balaa katika ardhi hicho, chanzo cha kuhusudiana ni hicho, kuuana ni riziki. Mambo mengine yanatajwa kwa ni sababu tu, lakini chanzo hasa ni kwamba binadamu hawezi kustahimili jambo hilo. Mara anabadilika nia mara moja tu,
Kwa hivyo siri iliyopo ya mafanikio, wa amur ahlaka bisalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu, na mwisho mwema siku zote lilmuttaqina au litaqwa. Mwisho mwema ni kwa sababu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, na wacha Mungu ndio wenye kupata mwisho mwema. Kwa hivyo kama kuna yoyote katika nchi haswali, ni kisirani kikubwa kwa wengine. Hilo jambo tulifahamu sisi tunaofanya kuswali. Tufahamu kwamba wenzetu ni maadui zetu, kwamba wanakosesha salama katika ardhi kwa kuwa hawaswali. Na ikiwa ni katika mtaa, elewa tu, usidhani katika mtaa wewe uelewe mgeni ni nani, hapa kaja mwenyeji nani. Pengine yule mgeni atakuwa mgeni na aje mwenyeji apone, maana anaswali, mtu mzuri sana. Lakini mwenyeji ambaye haswali ni hatari ya jamii. Mwenyeji huyo ni hatari ya jamii, maana kama kamdharau Mola wake atamdharau mwingine yote yule vile vile. Kwa hivyo ndiyo maana hapa katika baadhi ya mambo yenye kuweka amani katika dunia ni kusimamishwa ibada ya sala. Waelewe watawala jambo hilo, waelewe wakuu mbalimbali jambo hilo, waelewe mababa ndani ya majumba jambo hilo, waelewe kila watu, walimu wa skuli wafahamu kwamba wale wanafunzi wao ikifika wakati wa sala, walimu binafsi wawe serious mlema skuli. Kama itakuwa ni mbali msikitini, basi nazisogezwe meza na pafekwe mafagio, pawe safi, watu waonekane pale wanaswali, hata hapo skuli vile vile. Maana hapo ndiyo salama ya kila kitu inapatikana katika usimamishaji wa sala. Hakuna jambo hilo ati hutokezea Waislamu maskini wakawa wako serious, wakali, wakakamavu, wanasema kwamba hapa hukuja kuswali wewe. Yani katika maskuli au katika makambi mengine mbalimbali au katika sehemu mbalimbali, anaambiwa hapa nini wanataka kuswali. Mmoja kuswali hapa si msikitini hapa. Masikini roho zetu Waislamu sisi hatuijui amani yetu itapatikana wapi. Tahamaki yule sasa unamfugia uadui, unamharibu mawazo. Sasa anaanza kupafikiria, kumbe nimekuja pahala pabaya sana, mimi hapa pananikosesha ibada ya Mola wangu hapa. Hivi ndivyo ilivyo ibada hii ya sala, inaleta amani. Insha Allah tutakuja kuendelea na mambo vile vile yaliyohusiana na kuweka amani ndani ya Uislamu katika darsa zijazo.